adabu katika masala kama haya ya mahusiano, na nyinyi mnatakiwa mjikuze, mjipange. Si mnao watu? Somesheni, tengenezeni human resource. Si mnavyo vyuo vikuu? Tumieni wanafunzi wa vyuo vikuu na research wanazozifanya, muboreshe mambo yenu. Mkijiona tuna udhaifu kwenye jambo hili, andaeni nguvu ya kuukomesha huo udhaifu. Na hata kwenye sura hii tunayosoma, Mtume kafundishwa mambo hayo pia. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Hawa maadui zenu wana nguvu ya ziada kwenye masala ya utawala, uchumi, jeshi, na ninyi jipangeni muongeze nguvu kwenye nyanja hizo. Siku zote msikae hapo tu maustadhi na adhkari nyingi msikitini. Amna. Kila idara mukamilike kama ambavyo wao wako kamili. Uwezo walionao na nyinyi mjitahidi muwe nao kama wao, ndo mtakapoheshimiana. Lakini mtu kakuzidi kila kitu, halafu wewe uko hapo hapo ulipo tu, hujiboreshi, hufahamu chochote kwake, atakunyanyasa muda wote mpaka kiyama kama anavyosema. Jitutumue na wewe, tengeneza human resource, rasilimali watu, na uitumie vizuri mahala muafaka, ili ubaki salama na uwe na uwezo wa kupiga zile hatua za maendeleo. Yeye ana uwezo wa kukukwaza usiendelee, na wewe unaridhika ubaki hapo hapo, usiendelee vipi? Jinasue. Kwa hiyo lazima uwe na nguvu ya kufuatilia mambo yako. Kama hiyo mikataba inaenda sawa kwako na nje ya kwako, fuatilia bila ya kumdhuru mtu au kumdhulumu mtu. Maka tajassusi ni jambo baya, tumekatazwa, tunaambiwa wala tajassasu, msifanyiane ujasusi. Atajassusu ni katika mambo ya shari, mabaya, maovu. Lakini atahassusu ni suala muhimu sana la upelelezi na mtu kutafuta security ya mambo yake makubwa na madogo. Kaambiwa afanye hivyo Mtume. Kwa hiyo hata yeye alikuwa anahitaji awe na usalama wa taifa, awe na polisi kwa ajili ya kuangalia uhalifu, kuwadhibiti wahalifu, awe na watu wa hisabu kwa sababu kuna masala ya kiuchumi na fedha yanahitaji wataalamu wa mahesabu, awe kila kitu awe nacho. Akiona kuna mahala wanamviza maadui zake, awe na uwezo wa kujua hapa wananibinya, nitajinasuaje? Qur'ani ndo ilivyo hivyo. Watu wanaisoma kwa faida ya dunia yao, wakapata mafanikio makubwa ya dunia. Sisi tunayo, hatuna manufaa ya dunia wala ya akhera. Tumebaki kama wale waliosifiwa kwenye suratul Jumu'ah, kama thalil himari yahmilu asfara. Ni kama mfano wa punda kabebeshwa vitabu. Sasa punda hanufaiki na elimu iliyomo vitabuni. Sasa na sisi ni kama punda tumebebeshwa haya matabu, hatufahamu chochote katika kiliomo kitabuni. Hii sio fair. Mnasemaje? Sio fair. Tunatakiwa tuwe na elimu ambayo tunaitia kwenye matumizi ya maisha yetu ya kila siku, ili tuboreshe mle mahala ambamo kila siku mnahitaji kuboreshwa. Akaambiwa Mtume, wala tuqatilhum, wala usipigane na watu ambao wabainaka wa bainahum ahdun. Usije ukaanzisha ugomvi na watu ambao baina yako wewe na wao mna makubaliano, muna mkataba. Wewe watu ambao ushafunga nao mikataba ya amani sio maadui zako, lakini uwe makini, ufuatilie huo mkataba wa amani wao wanaufanyia kazi. Ukiona ishara ya kwamba wanaufanyia khiana, hatua ya kuchukua ndo hii. Lakini kuwa makini kwenye jambo jingine, usije ukaanzisha vurugu na vita kwenye watu ambao muna mkataba nao. Kibao kitakuja kugeuka, utaambiwa wewe ndo khiana, wewe si mstaarabu, kwamba muna mkataba na watu alafu
kaambiwa suala la kutangaza kuvunja mkataba alifanye mwanzo, aonyeshe na sababu zipo, ushahidi upo, atangaze hadharani kuvunja mkataba baina yangu na taifa fulani umevunjika, sasa hivi sisi si marafiki, ni maadui. Dunia ielewe, sababu ushatoa, ushahidi unaonekanwa. Kwa hiyo kweli watu watajua hapa sasa kimenuka. Anything can happen at any time. Salama haipo, watu watajua. Lakini usije ukafanya chini wakati watu wanajua nyinyi na hawa ni wa itifaki, muna mkataba wa amani, halafu ukaanzisha vurugu. Dunia haitoelewa, itaelewa wewe ndo mtu wa fujo, umevunja mkataba halafu unawapiga watu mliokubaliana nao. Haya ni mambo nyeti ya kiufundi, kama ilivyo habari ya ndoa, talaka, eda na mambo mengine. Tunafahamiana? Unaacha, umeambiwa uweke mashahidi. Kuweka ushahidi ni kitu muhimu. Umerejea, uweke mashahidi. Kuweka ushahidi ni kitu muhimu, kwa sababu inawezekana wewe umeishi na mke kachoshwa na wewe, hata kama hujamdhulumu, lakini tabia yako ni mbaya, na tumeambiwa kwamba ukioa, akija mchumba kutaka kuoa, muangalieni kwenye dini yake na tabia yake. Inawezekana dini anayo, kasoma, ana elimu ya kutosha, lakini hana tabia nzuri. Mke kachoshwa na tabia ya mume, asema simtaki tena, kwa gharama yote, simtaki. Lakini mke hatoi talaka. Kwenye magomvi kama humu, anapawa mwanamke ya kutumia fursa zikijitokeza, akitangaza huyu bwana kishaniacha talaka 3, hana excess ya kunirejea tena. Akatoa ushahidi ni huu na huu na huu, hapa kuna rejea gani? Sasa wewe huna ushahidi, kisha kubwaga, watu wote watamshuhudia yeye mwenye ushahidi, kweli umemwacha. Lakini kama ulifanya na wewe ustaarabu, ukachukua ile safety precaution, kila kitendo unachofanya uweke ithbati, nilimwacha tarehe fulani, talaka 1 tu. Kumbukumbu ni muhimu na mashahidi wawepo. Atakapokuja sema kaniacha 3, atatakiwa yeye approve hizo 3 zilitokaje, na wewe uwe na proof, nimemwacha 1, uthibitisho ni huu na mashahidi wangu hawa. Kesi inakuwa ni nyepesi. Lakini kufanya mambo kibubusa tu, hamna ushahidi, yanaweza yakaja yakakugeukia wewe. Kama ni haki yako, utaenda kuipata kiamani kwa Mungu, maana yeye ndo anajua kila kitu. Lakini duniani evidences ni vitu muhimu. Sijui kama nafahamika. Duniani hapa evidence ni kitu muhimu, ipatikane ithbati. Ndio maana anaambiwa kama kulikuwa kuna mkataba wa amani na watu, wewe heshimu huo mkataba. Lakini katika kufuatilia kwako una ushahidi hawa wanafanya khiana kwenye mkataba wenu, tangaza kuvunja kwanza huo mkataba, alafu yaje mengine. Wewe ushatangaza mkataba na hawa hatunao kuanzia tarehe fulani, na sababu nimetoa. Mkiingia vitani hakuna atakaye kulaumu, uko salama. Sijui kama nimefahamika vizuri. Wala tuqatilhum, usipigane nao hawa makafiri, wa bainaka wa bainahum ahdun, wakati baina yako na wao mna mkataba wa amani. Usije ukafanya kosa hilo. Wa hum yathiquna bika, wao wana ishara, wana ushahidi kwamba mkataba waliulinda, wamefanya uaminifu na wewe, wakaja wakakusukumizia wewe kosa la kwamba wewe ndo ulovunja mkataba, ndo ulofanya khiana. Fayakuna dhalika khiyanatan wa khadara, itakuwa wewe sasa upande wako ndiye uliyefanya khiana na ukaenda kinyume na makubaliano. Usije ukakubali kuwapa fursa hii. Heshimu mkataba kadiri iwezekanavyo. Kuwa muungwana na watu. Usiingie katika migogoro ambayo inaepukika. Lakini ukiona vitu vinavyoashiria uvunjifu wa makubaliano, tangaza wewe kwanza, uwe huru na huo mkataba. Wafahamishe walioshuhudia, waliosikia ule mkataba, na mimi na fulani umeisha,
na sasa nimejiandaa na lolote watakalonifanyia. Na umevunjika kwa sababu 1, 2, 3, dunia itakuwa iko pamoja na wewe. Ukitoa vitu, vielelezo, ushahidi, unaonekana, watu watakuelewa. Utakapoingia vitani na watu, hakuna yote ambaye atakulaumu. Watasema ilistahiki, umefanya sawa. Na mwisho Allah akamalizia aya kwa kusema inna Allah la yuhibbul khainin. Sitaki wewe Muhammad mtume wangu ufanye kosa hili la kufanya khiana kwenye mikataba, kwa sababu Allah hawapendi watu wenye kufanya khiana. Hata kama ni wewe mtu wa dini na umefanya khiana, Allah hakupendi. Hataki Allah umdhulumu mtu, hataki wakafiri. Anataka umfanyie insafu na umpe haki yake. Hata akawa kafiri, Allah hakuruhusu umdhulumu kwa sababu atie kafiri. Kuwa muungwana. Lakini na pia uwe na umakini wa vitu kama hivi ambavyo adui yako anaweza akavitwist vikaleta sura kwa upande wa kwamba shari imeanzia kwako, akapata sababu ya kukulaumu, na watu wote duniani wakakubaliana na yeye kwamba ana haki ya kukulaumu, na wewe wakakutia makosani. Ni mambo ya kiufundi, yanahitaji umakini. Wa hadha katalili, hii aina ya umaliziaji aliyomalizia Allah huko mwisho wa aya, katalili ni kama ndiyo sababu. Ila ni sababu. Umekatazwa jambo fulani kwa sababu hii, umeamrishwa jambo fulani kwa sababu hii. Kwa hiyo sababu ya Allah kuwa mkali na kuhimiza umakini kwenye mikataba ni hii alomalizia mwisho, inna Allah la yuhibbul khainin. Eleweni, Allah hawapendi watu wenye kufanya khiana. Hawapendi. Hata ukifanya wewe mpenzi wake atakuchukia. Kwa hiyo uwe makini kwenye masala haya ya mikataba. Heshimu mikataba, timiza ahadi, usije ukawa wa kwanza kuvunja hivi vitu. Ila ufuatilie, uwe makini upande wa pili wa hao waitifaki wako mliokubaliana. Kama wao wanatumia fursa ya makubaliano na wewe kukufanyia khiana, vunja makubaliano nao, alafu tangaza vita. Allah atakuwa yuko pamoja na wewe, na wale walio upande wa Allah katika waja wake wote watakuwa upande wako wewe, kwa sababu umedhulumiwa, hukufanyiwa insafu, hukutendewa uungwana. Kwa hiyo hii mwisho wa aya, katalili li amri nabdhi al-ahdi, kama ndiyo sababu ya Allah kumuamrisha mtume wake awe anatengua ahadi. Maadui zake wakianza kufanya khiana kwenye ahadi, na sababu Allah hapendi khiana, kamruhusu mtume wake, vunja ahadi, fanya vitu vingine vya msingi. Vunja mara moja mkataba nao, ili sababu zako ziwe wazi kwenye uso wa jamii, alafu ufanye vitu vya msingi. Pambana nao tu, kwa sababu kafiri huwa hana ahadi. Mnakubaliana jambo, baada ya dakika chache kashabadilika, kakaa kama kuku vile, kapigwa jiwe sasa hivi kwenye mpunga wa watu, kachechemea, lakini anaduruduru dakika 2 karudi tena, kasahau kwamba hapa nilipigwa jiwe. Na kafiri ndo anakuwa hivyo hivyo. Sasa washughulikie kwa namna ambayo itakuwa ni somo na fundisho kwa wengine. Watakapotaka kufanya vitu kama hivi, wajifikirie kwanza mara nyingi, ndipo wavifanye. Kitu kikawa kina mwenyewe yuko makini, hawawezi kukiharibu watu wengine kwa sababu ya kuangalia umakini wa mwenye nacho hicho kitu. Kwa hiyo wewe kuwa makini kwenye vitu kama hivi, wasije wakakupelekesha wakakutegea mitego, ukaingia tu mitegoni. Kisha tuna mkataba nao, basi huyo atakuwa katulia sasa hivi, wala hajui tunachopanga, tuje tumshtukizie tu. Uwe makini na hivi vitu. Kwa hiyo kaamrishwa mikataba mibovu inayoyumba kama hii, avunje mikataba, alafu atangaze vita. Ai, maana yake Allah anamwambia mtume wake, la yuhibbu, Allah hampendi, man, mtu ambaye laisa indahu wafaun wala ahdun. Allah hampendi mtu yoyote ambaye si mtekelezaji wa makubaliano,
hana ahadi anapoahidiana na watu, hampendi. Allah anapenda vitu vizuri vizuri, vitu vya ovyo ovyo kama hivi vyote anachukia, hapendi. Aya ifuatayo anasema wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, hawa makafiri wasifikirie wameshinda hivyo. Wanajiona wana nguvu, wanajiona hawawezekanwi. Allah anawaambia kwenye aya hii wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, hawa makafiri wasidhanie wameshinda, kwamba hawawezekanwi. Innahum la yu'jizun, hawa hawawezi kushinda, hawawezi kushinda. Kadiri watakavyojiona wako juu, wameboreka, hawajaboreka. Innahum la yu'jizun, ai maana yake la yadhunanna haulai al-kuffar, wasidhanie hawa makafiri, alladhina, makafiri ambao aflatu yauma badri, wamefanikiwa kuchomoka siku ya Badri. Wameuawa wengi, lakini wengine wamesave, wametoka pale salama. Sasa wasifikirie wale waliochomoka wakabaki hai kwenye vita vile kwamba wameshinda, wakajipa moyo, ngoja tutalipiza, tunajipanga, tunarudiana naye tena. Wasifikirie wameshinda min alqatli, kwamba wamechomoka kwenye kuuawa, kwa hiyo hawatouawa tena. Annahum fatuna, wasidhanie kwamba wametukimbia, wametuchoropoka. Fala naqdir alaihim, wasidhanie, wasije wakatengeneza dhana kwamba hatuwawezi tena, madam pale nimechomoka, nimesevu, hanipati tena na nitamshughulikia. Huyu ni mtume wa Allah, yuko chini ya ulinzi. Sasa usifikiri unapambana na huyu, unapambana na aliyemtuma, manake anamlinda, anamuhami. Kwa hiyo hii Allah kusema wasifikirie wametushinda, kwamba na yeye usifikirie kashuka kwenye uwanja wa vita yupo. Hili jambo ni la kwake. Wewe ukitambua kwamba dini ni ya Allah, ndivyo ilivyo. Hukutambua, basi hivyo ndivyo ilivyo, dini ni ya Allah. Sasa wewe jipange, tumia gharama zako kama huko juu tulivyoambiwa, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Makafiri wanatumia mali zao nyingi ili kuizuia dini ya Allah isisonge mbele, isipate waumini, isipate washabiki. Fasayunfiqunaha, watatumia hizo mali zao. Thumma takunu alaihim hasratan, halafu mali zao kuzipoteza itakuwa ni majuto tu baadaye. Thumma yughlabun, halafu hivyo vita wanavyoviendesha watashindwa tu, watashindwa tu. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, hawa makafiri waliochomoka siku ya vita vya Badri wasidhanie kuwa ndo wameshinda, na kwamba kushinda kwao hatuwawezi tena, hatuwapati tena. Bal hum fi qabdatina wa tahti mashiatina wa qahrina, waelewe hawa wako kwenye kabdhi yetu, tumewadhibiti, yani Allah kawadhibiti. Hawa ni viumbe aliyeumba hawa, kawamiliki, anawamudu, hawawezi kumkimbia. Hum, hawa makafiri, fi qabdatina, kama tumewamiliki kwenye gao la mkono, tumewafumbata hivi. Wa tahta mashiatina, hawa ni viumbe wako chini ya matakwa yetu, kile tunachotaka sisi wao ndo watafanya, hawawezi kutukimbia. Wa qahrina, na wako chini ya nguvu zetu, tumewatenza nguvu, hawana namna ya kubuni jambo likawa liko nje ya uwezo wetu wakatushinda. Hiyo ndo ilivyo. Innahum la yu'jizun, hawa si viumbe wa kushinda, hawa si washindaji, hawawezi kushinda. Hivi vita ni baina yao na muumba wao. Haimkiniki kiumbe kumzidi muumba wake. Kalamu mustanif, ay innahum la yu'jizuna rabbahum, hawa ni viumbe hawana uwezo wa kumshinda muumba wao. Wameumbwa kutokana na sababu dhaifu mno, manii, mpaka wakawa watu wana akili, wana mali, wana nguvu, wana ujuzi. Sasa hivi vyote walivyovipata wamepewa,
hawawezi kumshinda aliyewapa. Bal huwa qadirun ala intiqami minhum, lakini Allah aliyewaumba na anayewamiliki, yeye ndo mwenye uwezo wa kuwalipizia kisasi kwenye maudhi wanayomfanyia. Fi kulli lahdhatin, Allah ana uwezo wa kuwapa adabu kila mahala, kila dakika.